Nikukumbushe tu kwamba leo ndio siku ile ambayo kesi inayomhusu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu inaendelea tena pale katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu. Itakuwa ni mara ya pili baada ya ile siku ya kwanza. Ndio. Kusoma sasa kama kesi rasmi. Sasa kuna mambo mengi kidogo yanaendelea. Kama utakolipata nafasi ya kusikiliza jana, pia tulisikiliza maelekezo mbalimbali ambayo yamekuwa yakiendelea kutolewa vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Tahadhari ambao wameendelea kutoa kwamba kwa madai yoyote, viashiria vyovyote vya hali ya kutokuwa na utulivu kwamba wataidhibiti. Jana uliona kulikuwa kuna vitu vina trend mtandaoni, operation mbalimbali, sababu makamu mwenyekiti yupo na anaendelea na shughuli zake za kisiasa. Na jana alipata nafasi ya kuzungumza kabla ya kwenda Mbagala, alizungumza na waandishi wa habari. Na miongoni mwa mambo ambao wao waliyaomba, wakawa wanaomba kesi ya Lissu isifanyike gizani. Sijui kwa nini alisema hivi. Kesi inafanyika gizani. Nadhani alitafsiri kutokuruhusu watu wengi kuishuhudia na kusikiliza, alitafsiri kama gizani, kama ni inataka kufanyika kimya kimya. Tafsiri yake sasa. Tafsiri yake. Naika msingi mzuri kwamba pamoja na haya yote tunayozungumza, tunafahamu kwamba huwa hatutakiwi kuinterfere chochote na sisi wala hatupo kwenye hiyo kesi. Kuhusu kesi inayoendelea ndani ya mahakama tutazungumza. Sisi tunataka kuzungumza hiki ambacho kinazungumzwa nje, kwamba hali ya ulinzi na usalama. Kuna taarifa imetolewa kwamba kuna ilikuwepo tangu jana kwamba kuna gari niliona Chadema walitoa taarifa. Kwamba gari yao ya wanachama waliokuwa wanakuja Dar es Salaam ilizuiwa. Wanachama wao walikuja kusikiliza kesi. Wanasema kuja kusikiliza kesi. Wanatoka mkoani. Kazuiwa toka mkoani. Ngoja tumsikilize kwanza hichi. Wao walikuwa wamesafiri. Ile liona kule X kwamba kuna gari sijui 40 ngapi? 40 ngapi? 40 ngapi gari zingetosha wapi Kisutu pale? Ndio maana msikize hichi hapa ametoa pendekezo kwamba nini kifanyike ili itoshe. Watu wote wapate au taratibu au ushauri ambao mtu anaweza kuupokea uko unatekelezeka au ngoja tumsikilize kabla tujatoa maoni. Na sije hatutatoa maoni yetu sana, tutatoa maoni yako wewe. Huyu ni H. Sababu unaweza kusema no reforms no election. Bila mabadiliko tunawaalika Watanzania wote kokote waliko kesho mahakamani kusikiliza kesi ya kiongozi wetu Tundu Lissu. Na tunawaomba jeshi la polisi na vyombo vya dola vya Tanzania wasifanye fujo kwa mtu yoyote, kwa sababu makusudi yetu ya kuja kwenye kusikiliza kesi ya kiongozi wetu ni makusudi ya amani, kwa sababu hii ni kesi iko kwenye mahakama ya wazi na sheria zetu kifungu cha 186, kesi inapokuwa kwenye mahakama ya wazi ni kesi kwa ajili ya public na public isikilize. Hii ni kesi kubwa, ni kesi yenye public interest, ni kesi ambayo hukumu yake ni kunyongwa mpaka kufa. Kwa hiyo hatutaki ifanyike gizani. Tunahitaji hii kesi iwe wazi kwa kila mtu, vyombo vyetu vya dola vikae pembeni, na tunaiomba mahakama itoe spika nje, Watanzania wapate nafasi ya kusikiliza. Watakao kosa nafasi wasikilize kinachoendelea ndani ya mahakama, kwa sababu Lissu ni kiongozi mkubwa wa upinzani na huwezi kumtry kama unatry tu mtu ambaye amefanya kesi ya uhalifu wa kuku. Utaka kusema reference yako? Hapana, pendekezo la H la uliuliza hapo kwamba watu wengi watakaa wapi. H amependekeza speaker kwamba kama ni haki, kwa sababu ni haki ya watu kufuatilia kesi yenye maslahi kwao, basi
kama hawawezi, kama kigezo ni mahakama kuwa ndogo au chumba kuwa kidogo, basi waruhusiwe kukaa nje ya mahakama wakisikiliza, wapewe access ya kupata walau sauti. Chanapendekeza hivyo. Lakini tunakubaliana kwamba vyombo vya ulinzi na usalama popote pale ambapo vikiona kuna viashiria huenda kukiwa kuna hali ya kutokuwa na utulivu, wao wanatakiwa kuchukua hatua. Yani hatua ni pamoja na wakati mwingine una uhuru wa kufanya mkutano. Lakini wakiona mkutano wako unaweza ikawa ukachochea au ukasababisha hali ya kutokuwa na utulivu, ana uwezo wa kunini. Sisi tunakubaliana. Hivi najua mtakuwa na majibu. Hairuhusiwi kuuliza kwamba mmeona nini, yani wakakufafanulia kwamba tumeona hiki na hiki na hiki. Jesha kwamba yani kwamba kwenye mkutano tumeona kwamba kuna watu watatu wamekuja wana silaha mfukoni, ndio maana taruhusu mwe wengi hapo. Au tumeona labda kuna mtu amekuja na hasira sana, kwa hiyo taruhusu mwe wengi. Yani najua hiyo pia inatoa lopi ya uwezo wakati mwingine kuna sababu tu kama watu kuzuia. Ndio watu wanachofia hicho, kwamba tunaamini kwamba jeshi la polisi lina access kubwa sana ya kufahamu hatari iko wapi kwenye eneo. Na ndio maana wakisema mkutano huu ni halali kufanyika, lakini kwa mazingira tuliyoyaona tunakataza. Tunaamini kwamba wenyewe wameona mbele ya wale ambao walikuwa wanafanya, lakini hiyo pia haitoi haiachi watu kuwa na doubt kwamba wakati mwingine anaweza kaamua tu tuzuie tu kwa sababu hiyo, kwa sababu hakuna sehemu ya sisi kuhojiwa kwamba tuliona nini. Ndio maana nimesema hamwezi kuwa na majibu, lakini naamini kuna nafasi pia ya kusaidia kueleza zaidi kwamba tumeona kuna hiki na hiki na hiki, na watu wakaelezea baada kweli tulivyoona polisi walivyosema sababu yao ya msingi, basi inawezekana ni kweli tukakusanyika hapo tutukia kitu fulani, kwa tuache kukusanyika. Lakini ya kusema tu kwamba tumeona, yani bado inawapa watu. Ndio maana tunahoji kwamba sasa kwa nini nyie kazi yenu ni kulinda ile eneo? Ghafla mnasema mmeona kuna hatari kwa kusanyika. Ni ipi mmeona kama ni ya msingi watu kubaliane nayo? Hiyo ndio wasiwasi wa watu hapo. Sasa huyu ndiye mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama mkoa wa Dar es Salaam, Albert Chalamila. Mkoa Albert Chalamila. Msikilize. Afu kama utakuwa kuna kitu pia hujaelewa, nitakuuliza wewe kwa niaba yako. Mimi nitakuwa na utajibu tu vigogo wenyewe. Tunapogeuza viunga vya Kariakoo kuwa ni maeneo ya mikutano ya kisiasa. Hii ilikuwa ni ya Kariakoo na ilikuwa inahusianishwa kwamba pengine mikusanyiko hii inaweza ikawa na hivyo. Umeelewa? Umeelewa? Kwa nimekuwekea huo msingi, afu usipoelewa pia utaniambia. Sawa? Sawa, exactly. Haina shida. Tunapogeuza viunga vya Kariakoo kuwa ni maeneo ya mikutano ya kisiasa, inaweza ikapelekea kuleta vurugu, jambo ambalo tunaweza kusimamisha biashara na taifa likakosa kodi. Ukiruhusu tabia hizi ambazo si sawa, tunaweza siku moja tukajikuta mikutano ya hadhara inafanyikia makanisani, mikutano ya hadhara inafanyikia misikitini. Na tunapozungumzia umuhimu wa kukabiliana na masuala yoyote yanayoharibu amani ya taifa letu, tunamaanisha. Na kwa mantiki hiyo, muda sio mrefu tutatoa taarifa rasmi kuhusiana na maeneo yote ya msingi ambayo hayaruhusiwi hata kidogo kuweza kufanyia mikutano ya hadhara. Mojawapo ni maeneo sensitive kama haya ya Kariakoo, ambayo huwezi kuamua kufunga barabara kwa sababu ya mkutano wa hadhara. Bado kuna watu wanaendeleza kauli mbiu ya kwamba watakinukisha. Naomba niwape rai, ndugu waandishi wa habari, ya kwamba naamini statement ya kukinukisha haiwezi kutokea kama haupo tayari kunuka. Naomba niendelee kuonya baadhi ya Watanzania wachache ambao wamealikwa au kuja katika mkoa wa Dar es Salaam, na ambao wachache wamekwisha anza kufika na kulala kwenye baadhi ya mahoteli. Moto wa kisheria utashuka kwa nguvu zote dhidi ya wale wengi au wachache watakaodhamiria kuharibu hata kwa namna ndogo sana amani ambayo imekwisha jengwa ndani ya mkoa wa Dar es Salaam. Tumesema kutoka sasa na kuendelea, mikono yetu inawasha sana katika kuhakikisha amani hii haivurugu hata kidogo. Sawa. Umeelewa? Nimeelewa. Umeelewa nini? Nimeelewa kwamba ni katika kulinda amani. Wasiwasi wa kwa mkoa ni ule ambao hata polisi wenyewe wameonyesha kwamba ambao mwisho amezungumza kuhusu watu ambao wameshafika Dar es Salaam
na mimi nilikuwa nazungumzia kuelekea kwenye kesi ya leo. Mimi nilikuwa natamani sana, kwa sababu kuna mwanzoni nilikuwekea ile ambayo makamu mwenyekiti anatoa mwaliko wa watu. Nilikuwa natamani sana kwenye, sasa sijui kama watatusaidia tena huko tuendako ili tuondoe wasiwasi kabisa. Nilikuwa natamani tikitoka statement kama hizi ziwe zimeambatana na kifungu kwamba mahakamani hamtakiwi kuja kwa sababu hii inakataza hiki. La sivyo, kama ni issue za ukubwa, udogo na ukubwa wa mahakama na wingi wa watu, nilikuwa natamani nione statement kutoka mahakama kwamba tunaomba radhi, jengo letu ni dogo na tuna taarifa ya uwepo wa wafuasi wengi, basi tutaomba muingie watu 15. Yani hizo kidogo inakupa mantiki kwamba mahakama imetambua kwamba kulikuwa kuna uwezekano kuingia wote, lakini tuingie wachache kwa sababu ya hiyo. Hiyo kuitoa taarifa kama hizo bila kuwa na kisindikizio cha kifungu cha sheria ndio inawapa watu. Ndio maana akitokea Heche anazungumza kwa mujibu wa sheria kwamba kwa mujibu wa sheria kesi mahakamani ni haki ya kila mtu kwenda kushuhudia na kusikiliza. Hata wewe mchungu unaweza ukatoka hapo ukaenda Kisutu kusikiliza kesi ya mtu aliyeua huko, ukaingia ukakaa ukasikiliza ukapata interest yako ukaondoka. Sasa ukizuia wanake unawaji kama umenizuia kwa sheria ipi? Ndio maana sema ingekuwa inatokea hivyo mawili, aidha izuliwe kwa sheria kwamba kuna kifungu kinakataza, au mahakama yenyewe itoke iseme bana, tumegundua mpo wengi na hatuwezi kuhimili watu wengi na usalama wa jengo letu ni mdogo, basi muingie wachache. Ingeweza ikasaidia kuondoa watu hawa malalamiko ambao wanaonekana kama sababu atiza mazingira kuona kwamba kuna watu wanaonewa, lakini kumbe inawezekana kueleweshana kwa mifumo hiyo ikasaidia kila mtu akaelewa, kumbe basi issue ni jengo dogo, basi tuingie wachache tumalize kesi. Sio mnaelewa ndugu yangu? Ongea vizuri. Mpe mic hapo ongee mchungu. Mchungu yupo na sasa kuchangia. Mchungu yupo. Lakini yoyote haizuii kusikiliza mamlaka zinaona nini. Nilichokuwa nataka haizuii kusikiliza vyombo vya usalama vinaona nini. Ambavyo wenyewe ndio vinajua intelligence kwamba hapa tumesniff. Ndio. Ndio maana nasema haizuii wao kufanya kazi yao ya kulinda amani. Na unajua kwamba mamlaka yao nasema yakiona sehemu yote kuna viashiria wanatakiwa kuzuia kwa namna hiyo. Kuzuia. Lakini hiyo kuzuia bila kueleza kwa undani sasa ndio inafanya watu wanakuwa na wasiwasi. Lakini kizuia kwa mazingira ambayo yanaelezeka na watu wakaelewa, wasiwasi wote unaondoka. Unajua vile vile lakini kesi za kisiasa. Yes. Nilikuwa nasema kwamba kesi za kisiasa huwa zinavutia wale wanachama ambao wanaamini katika mlengo huo katika kusifuatilia. Sasa kwa mfano ukisikiza hapo kauli ya makamu mwenyekiti Mheshimiwa Heche ni kwamba anawaita au wanachama wa chama chake kuja kuonyesha kama solidarity ya chama. Lakini sasa ukisikiliza kauli ya jeshi la polisi inatoa alert, hata kauli ya mkoa alert kwamba kuna viashiria hivyo vya uvunjifu wa amani. Kwa kuna contradiction hizi mbili. Mmoja anaita wanachama wenzake kuonyesha solidarity kwa mwenyekiti wao. Mwingine anatoa taarifa za kiusalama dhidi ya eneo lake la kiutawala. Kwa sasa kama ulivyosema Mtei kwamba hiyo sasa miongozo ya kisheria ni ufafanuzi tu wa kuwekana sawa. Sheria inasemaje? Yes, na kama tulivyosema mazingira yenyewe yanasemaje? Mazingira yanasemaje? Na kama tulivyoona hapa taarifa asubuhi kwamba kuna watu wamekuwa kitoka kama hiyo mikoani. Umeona taarifa wamezuiwa. Kwa ni kwamba kwa sababu hiyo ni kesi ya kisiasa, sasa imekuwa ikiwa attract watu ambao wanaamini katika huo mlengo wa kisiasa. Ni Chadema Singida Ikungi kule alitoa taarifa jana kwamba wanachama wao wamezuiwa. Na basi la ni kwamba wanachama ambao wanaamini kuna Chadema wamekuwa wakiwa wanataka kuja kusikia itakuwaje. Lakini kwa zuio la mkoa na kwa zuio la kamanda Murilo kitazama inakupa hiyo right kwamba okay kuna viashiria vya uchaguzi. Sasa hoja hapo zinavutana. Kuna swala zima ya kiusalama na kuna mara sema pana ya kisiasa miongoni mwa chama cha Chadema. Lakini si kesi mpya. Kwa uchache nimehudhuria kesi kadhaa za kisiasa. Miongoni mwa kesi pia zilikuwa zina ushawishi mkubwa wa watu kwamba idadi ya watu iliwahi kuwepo kesi katakiwa kabla hajao mwenyekiti Tundu Antipas Lissu. Unakumbuka kesi yake ya kuvuliwa ubunge? Ndio, naikumbuka. Kesi ilisha usiku. Lakini nimepata nafasi pia nimehudhuria kesi za mwenyekiti mwaka 2021 pale mwenyekiti mstaafu
Hicho kwa kinatokea koti ilikuwa tunasikia, ilikuwa division ile mahakama ya ujumu pale mawasiliano. Chuo cha nene law school pale ni pa dogo. Kwa hiyo idadi ya watu kwa kweli ilikuwa itoshi. Ndio maana hata sisi waandishi wenyewe tulikuwa tunakubaliana tunaingia padogo yani kwamba yani hakuna namna yani hamwezi kutosha. Kwa hiyo tukifika pale tulikuwa tunaambiwa kwamba jamani hapa sasa wakati mwingine wewe unakuwa umetoka Morogoro, ukifika pale tukakwambia walioingia wametosha, unaelewa? Sasa sijui, unajua inafikirisha kwamba polisi hawezi kuwa tu wameamka wamesema watu wasije, haiwezekani kwa sababu ziko kesi, sio kesi ya kwanza ya kisiasa hapa nchini. Na hapa kisa tunazungumzia kuingia wapi? Kwa mfano kesi ya Freeman, wakati mimi naenda hiyo division pale hapo mahakamani wakati inafanyika, kuna kuingia kwenye chumba cha mahakama na kuna kuwa mazingira ya mahakama. Kwa mfano kesi ya Mbowe ilikuwa mnaruhusiwa kuingia kwenye chumba cha mahakama kwa idadi fulani kulingana na chumba. Ila nje wanachama wapo. Nje wanachama yana shughuli zao, shamra zao, wanasubiria. Na kumbuka siku ya mwisho kabisa ilikuwa wanasheria wanaingia, wanatoka, wanawaambia wanachama wanasaidia kinachoendelea ndani kule ni hiki na hiki na hiki. Sasa tupate pia hiyo ya Kisutu kwamba kinachozuiwa sasa hivi ni kuingia wapi? Ndani kwenye chumba cha kesi kabisa ama kuwa mazingira ya mahakamani. Tunafanya juhudi za kuungana na mwenzetu ambaye atakuwepo pale. Atakwenda pale. Yeye ndo atatuambia picha iliyopo kwa leo. Na nimeona alituma taarifa kitengo cha mawasiliano cha Chadema majira kama saa 1:30 kutaarifu wana habari kwamba viongozi wote wa chama wa ngazi ya juu watawasili kwa pamoja. Kwa pamoja mahakamani saa 2 kamili. Baada dakika 6. Tuma taarifa kwamba watawasili kwa pamoja saa 2. Kwa hiyo nadhani tupata taarifa baadaye uwasili wao, kesi wananchi usalama upoje, mambo yakoje pale nje na ndani ya mahakama. Sio na wasiwasi. Una wasiwasi? Hapana. Una shida? Mimi una hofu? Sasa niko chini shaka. Sasa wani tena Niambia mchungu wakati nakuja mimi nimeona sehemu wamepaki. Akali kanuni ulikaona lakini. Kusema wamepaki saizi saa 10. Hawanga wanalinda. Lakini pale sije kwa ukuta. Sasa huwezi kupangia jeshi kwamba usisimame hapa. Au unataka ulipangie? Sitaki kupangia. Nimesema kwa leo wametusaidia kulinda eneo ambalo hakuwahi kutulinda kwa karibuni. Unajuaje? Haya bana, lakini yote kwa yetu tusubiri. Hapana, sizui kitu. Nataka kuzua hofu. Tuzuia taharuki hapa. Basi tunazungumza yote haya, lakini tunaweka msisitizo kwamba tutaendelea kupata taarifa. Endelea kukaa karibu na sisi kwenye mitandao yetu mbalimbali ya kijamii, East Africa Radio na East Africa TV. Utapata update mbalimbali kuhusu mambo ambavyo yatakuwa yanaendelea hii leo katika hata nafasi pitia pia kwenye mitandao huko, kwa sababu waliopo mahakamani wapo kwenye mitandao pia. Wanatoa taarifa nyingine hazijathibitishwa, nyingine ndio tunasubiri wenyewe waseme. Lakini miongoni mwa taarifa nyingi tu zipo zinapostiwa za updates za kule. Lakini natamani tusubiri kwa sababu hiki ni chombo cha habari. Abel ameelekea kule kama kiwahi basi kufika kama si chombo cha habari chenye weledi za ukweli. Za mitandaoni wacha tuendelee kuzisoma kama wana mitandao. Mtandaoni wewe pia unaweza kuingia sababu simu yako. Na wewe ingia usome. Ila taarifa nitakazokupa hapa kwenye redio za uhakika. Nitakupa kutoka kwenye vyanzo ambavyo mimi nakwambia jeshi la polisi limesema hivi. Ndio. Chama labda kupitia makamu wamesema hivi. Kupitia msemaji wa chama cha demokrasia na maendeleo wamesema hivi. Ila mambo ya kwenye mtandao sitaruhusu hapa. Unataka mseme? Hapana. Tafukuza. Hapana. Sio desturi yetu. Haya ni saa 1:56. Muda mfupi tu kutoka sasa hapa, ngoja narudi afu tutaendelea. Tukirudi itakuwa ni muda wa business news, afu mambo mengine yatakuwa yanaendelea hapo. Usitoke, na wewe pia endelea kutuandikia maoni yako, si ndio? Ngoja niwasome kwa uchache kabla sijaondoka hapa.
Nimekuona kauli ya wapiga ngenga, anaitwa Moses Owino, anasema kauli ya wapiga ngenga umenikumbusha mbali sana, watende wao wakitenda wenzao iwe mwao. Sasa hapa Ustaz Musa yuko Nairobi na huwa anaongea kwa mafumbo. Sasa sijui hata ametakumaanisha nini. Lakini pia nimekuwa Daniel Molel anasema Mungu awe Mungu leo jamaa. Mungu atabaki kuwa Mungu Daniel, kwa kweli hakika. Steven Kudaka na wengine wengi pia tuko nao. Ahmed Cole nimekuona na wengine wengi. Nestori pia nimekuona. Anasema ipo siku haki itapatikana kwenye nchi ya Tanzania. Mungu huyu tuzidi kumuomba. Haya, tuendelee kumuomba. Mtu anataka tuombe. Kwenda mahakamani kusikiliza kesi, kwani kuna shida gani? Maana polisi kazi yao si kulinda wananchi. We kisa polisi si wapo? Alafu ukija hata kwenye mikutano ya Chadema wengine mbona wanafanya? Sasa kisa hapo imekuja. Sija ningesema we kisa polisi si wapo. Sasa hao ambao wapo wao ndo. Hivi. Sawa. Haya, ni saa 1:58. Sawa Mtei. Tutakapopata nafasi basi tutaungana na mwenzetu kutoka kule mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu. Pate updates za kule. Za ukweli sasa. Kuna nini?